Wangu wa Tanzania na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa majina yangu naitwa Leonard Tungaraza Manyama, ni wakili wa kujitegemea, mwanasheria na wakili wa kujitegemea, lakini pia ni diwani wa kata ya Wazo iliyo ndani ya jimbo la Kawe, halmashauri ya manispaa ya Kinondoni, mkoa wa Dar es Salaam. Ndugu zangu, na mimi leo ninaomba kutoa maoni yangu na kuelezea katika engo za kisheria, lakini pia na mtazamo wangu kama kiongozi wa wananchi juu ya hotuba na kauli aliyoitoa mbunge wa jimbo la Kawe na mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM ya taifa, ndugu Askofu Mathias Gwajima, aliyoitoa siku ya Jumamosi tarehe 24 mwezi huu wa 5 mwaka huu 2025. Ndugu zangu, katika hotuba yake ndugu Gwajima, moja, alilaani na kusikitishwa na vitendo vya utekaji, watu kupotea na mauaji. Lakini la pili, akatoa ushauri wake katika summary yake alichoongea, ushauri ya kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliye na mamlaka ya kuteua wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, anapotaka kumtengua kiongozi yoyote mkuu wa vyombo hivi vya ulinzi na usalama, basi rais aondolee mamlaka hayo. Kabla ya kumtengua, rais atakiwe kueleza sababu na awasilishe kusudio lake mbele ya kamati ya bunge inayohusika na mambo ya nje na ulinzi na usalama. Lakini pia akatoa pendekezo ya kwamba vyombo vya dola kwa ujumla wake waboreshewe maslahi yao, watumishi wa hivi vyombo vya dola waboreshewe maslahi yao pamoja na vitendea kazi. Ndugu zangu wa Tanzania, ninaheshimu maoni na mawazo yake ndugu Askofu Gwajima, na mimi niungane na Watanzania wote pamoja na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan, na wale wote wapenda amani, kukemea na kulaani vitendo vyote vya uvunjifu wa sheria na amani ndani ya taifa letu la Tanzania. Vitendo vya utekaji, vitendo vya mauaji na vitendo vingine vyovyote vya kijinai na vinavyoashiria kuteteresha amani, utulivu na umoja wa taifa letu la Tanzania vinapaswa kulaaniwa na kila Mtanzania. Na mimi ninaungana na Watanzania wote wenye mapenzi mema na taifa letu kukemea kabisa vitendo kama hivyo, na kuviomba vyombo vya dola viendelee na uchunguzi na kuchukua hatua kama ambavyo vimekuwa vikifanya kazi nzuri sana ya kuwakamata wale wote wanaojihusisha na vitendo vya kijinai na vinavyohatarisha amani na mustakabali mwema wa umoja na utulivu wa taifa letu. Ndugu zangu wa Tanzania, katika hotuba yake Askofu Gwajima, kwa kuwa anatambua ya kwamba yeye ni mbunge na ni mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM ya taifa, nafasi hizi mbili zina miiko yake. Yeyote mwenye hizi nafasi anapaswa kutambua miiko inayoambatana na hizo nafasi. Hakuna nafasi katika umma ambayo mtu anapewa haina miiko. Hakuna nafasi ambayo mtu anapewa katika chama haina miiko. Na unapokuwa na nafasi kama alizonazo Askofu Gwajima, maana yake wewe una nafasi kubwa ya kutoa maoni, mtazamo wako na taarifa ulizonazo kwa serikali kupitia bunge au kwa serikali kupitia vikao vya halmashauri kuu. Maana ndani ya halmashauri kuu wanaingia viongozi wakuu wote wa serikali. Rais anaingia kama mwenyekiti wa kikao hicho wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, rais wa Zanzibar anaingia, waziri mkuu anaingia, naibu waziri mkuu anaingia, spika wa bunge anaingia. Viongozi wakubwa wote wa taifa hili la Tanzania ni wajumbe wa halmashauri kuu ya CCM ya taifa. Na Askofu Gwajima kama mjumbe
maana yake ana hiyo platform, ana hiyo fursa ya kuelezea kwa nia njema yale alionayo na taarifa alizonazo. Ndugu zangu, kwa sababu Askofu Gwajima anatambua miiko hiyo na anatambua nafasi alizonazo, ndio maana katika hotuba yake akajitetea na kujaribu kujenga hoja ya kwamba maoni aliyokuwa akiyatoa au yale aliyokuwa akiongea alikuwa hayaongei kama mbunge, alikuwa hayaongei kama mjumbe wa NEC, lakini alikuwa anayatoa kama Mtanzania wa kawaida. Swali mimi nikajiuliza, kwa nini anatumia muda mwingi kuweka hiyo disclaimer, kuweka hiyo kinga? Majibu ni kwamba anaelewa kwamba alichokuwa anakifanya ni makosa na ni kinyume na kanuni, sheria, taratibu na maadili ya nafasi alizonazo, na ndio maana akawa anaweka hiyo kinga. Lakini kwa watu wanaoelewa na mtu ambaye akili yake imetulia, ufahamu wake uko sawa sawa, hana ugonjwa wa akili, lazima shtushwe na hizo kinga au maneno ambayo yamesemwa na Askofu Gwajima. Mtu yote ambaye hana ugonjwa wa akili, maana yake akili yake iko sawa sawa, lazima shangazwe na kushtushwa na hotuba aliyoitoa Askofu Gwajima. Mtu ambaye ana ugonjwa wa akili na ana matatizo ya ugonjwa wa akili lazima ashangilie na kuunga mkono hotuba aliyoitoa Askofu Gwajima. Na ni kwa nini aliamua kuonyesha kwamba ili au haya maoni anayatoa tu kama Mtanzania wa kawaida? Ni kwa sababu anajua alichokuwa anakifanya ni kinyume cha taratibu, ni kinyume cha sheria, ni kinyume cha kanuni za maadili ya Chama cha Mapinduzi, lakini hata kanuni za bunge. Unapokuwa mjumbe wa NEC, unapokuwa mbunge, maoni yako, mitazamo yako, taarifa zako zina namna ya kuziwasilisha katika vikao vinavyohusika. Bungeni, kwenye vikao vya party caucus. Gwajima ni mbunge anayetokana na Chama cha Mapinduzi, maana yake ni mjumbe wa party caucus ya wabunge wa Chama cha Mapinduzi, ambaye mwenyekiti wao ni waziri mkuu. Kwa hiyo kama ana jambo lolote, ana platform kubwa zote ambazo anakutana na viongozi wote wa nchi. Kwa hiyo kama ni mtu ambaye alikuwa na dhamira njema na nia njema na taifa letu la Tanzania, alikuwa na fursa ya kuwasilisha hizo taarifa alizonazo na hayo majina yote aliyokuwa ameorodhesha, angeyawasilisha kwenye mamlaka zinazohusika. Lakini anasema ya kwamba anatoa maoni yake kama raia wa Tanzania. Hakuna kitu kama hicho. Unapokuwa mbunge, wewe ni mbunge. Haujivui ubunge wako kwa sababu umefika hatua ya kuongea na vyombo vya habari eti unatoa maoni yako, unauvua ubunge wako. Ukisha kuwa mbunge, ubunge wako, na tunakutambua wewe ni mbunge na tunakutaka ubehave kama mbunge kwa kipindi chote cha ubunge wako, mpaka pale utakapojiudhuru au utakapoondolewa na kufukuzwa ubunge wako kwa mujibu wa sheria na taratibu za nchi. Ukiwa mbunge, you are always a member of parliament. You are a parliamentarian. Hakuna namna utafika hatua kwamba hapa mimi ni mbunge, hapa mimi si mbunge. Ukishakuwa mbunge ujivue ubunge wewe. Kwa hiyo huwezi kusema kwa sababu leo ninaongea na media basi mimi sio mbunge, ni raia wa kawaida. Unapokuwa mjumbe wa NEC, wewe ni mjumbe wa NEC mpaka pale utakapojiuzuru au utakapoondolewa au muda wako utakapokwisha. Hakuna nyakati tunasema leo mimi ni mjumbe wa NEC, kesho mimi si mjumbe wa NEC, au leo ninaongea na vyombo vya habari naongea kama mjumbe wa NEC, kesho naongea na vyombo vya habari siongei kama mjumbe wa NEC. Ni tatizo la ugonjwa wa akili. Yaani kisheria hakuna kitu kama hicho. Wewe ni mjumbe wa NEC, utaendelea kuwa mjumbe wa NEC na lazima ubehave kama mjumbe wa NEC. Na ndio maana tunawaambia viongozi wetu kuna miiko ya uongozi. Mimi ni diwani, kuna miiko ya udiwani. Nitaendelea kuwa diwani mpaka pale nitakapojiuzuru udiwani wangu au mpaka pale miaka yangu 5 itakapoisha. Kwa hiyo namna ninavyoishi, namna ninavyoongea, namna ninavyotoa maoni yangu lazima yaendane na miiko kama diwani. Hakuna namna nitasema mimi leo ni diwani, kwa hiyo ninaongea hivi, wakati huo bado uko kwenye kiti cha udiwani, baadaye unajivua mwenyewe. Kwa hiyo nilishangazwa sana na kauli ya Askofu Gwajima ya kutaka kutuadaa ya kwamba maoni yale aliyatoa akiwa nje ya zile kofia mbili alizonazo. Sasa swali unajiuliza, ni nani aliyemvua hizo kofia? Lini alijiuzuru ubunge wake? Lini alijiuzuru kuwa mjumbe wa kamati ya halmashauri kuu ya taifa? Ni lini alijiuzuru kuwa mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM ya taifa? Kwa hiyo unaelewa kwamba ni uelewa mdogo, na ni kwa sababu anajua alichokuwa anakifanya.
raia mwingine wa Tanzania wa kawaida, kwa sababu hana hizo platform alizonazo mbunge, alizonazo mjumbe wa NEC, kutoa maoni yake ni sawa sawa. Kutoa maoni yake ni sawa sawa, lakini pia maoni ambayo hayavunji sheria za nchi. Uhuru wa maoni una mipaka yake. Hakuna uhuru wa maoni ambao una mipaka, na hakuna mtu katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anaruhusiwa kuongea lolote au chochote bila kuzingatia sheria za nchi. Kwa hiyo huyu ndugu yangu alielewa fika kwamba anachokifanya ni kuvunja katiba ya nchi, ni kuvunja kanuni za maadili, ni kuvunja taratibu. Mimi nimesikiliza hotuba yake, ndugu zangu wa Tanzania. Katika uelewa wangu, wa akili yangu timamu, nilivyoitafasiri, japokuwa nijaribu kukuepesha, unajua watu wajanja wana mambo yao, jaribu kuepesha, lakini watu wenye akili tunaelewa. Ukisikiliza hotuba yake unapata tafasiri ya mambo kama mawili. Moja, anamhusisha Mheshimiwa Rais na ofisi tukufu ya rais na vitendo vya utekaji na watu kupotea au kuuawa. Lakini mbili, anataka kuonyesha kwamba ofisi ya rais au Mheshimiwa Rais na taasisi nzima ya urais haisikilizi ushauri au kuzingatia taarifa za vyombo vya dola, hasa tisi usalama wa taifa. Mimi ndio nimeelewa hizo tafsiri zake mbili. Madhara ya kauli aliyoitoa Askofu Gwajima ni makubwa. Kauli yake inapaswa kukemewa na kila Mtanzania. Na mimi nitawaambia madhara ya kauli aliyoitoa. Kwanza, moja ni kumchafua Mheshimiwa Rais. Huwezi kumhusisha rais au ofisi ya rais na vitendo vya kihuni vya utekaji na watu kupotea. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania au Ikulu ya Tanzania haiwezi kujihusisha na vitu vya kihuni namna hiyo. Na ndio maana rais ametoa tamko na kuviagiza vyombo vya dola vifanye uchunguzi na wote waliohusika wachukuliwe hatua. Lakini la pili, nje ya kumchafua rais, la pili ni kuonyesha ya kwamba rais au taasisi ya urais haisikilizi ushauri wa vyombo vya dola. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndio amiri jeshi mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama. Hii amani tulionayo ni kwa sababu ya uongozi imara wa amiri jeshi mkuu, na anasikilizana vema na vyombo vyake vya dola, ndio maana tuna utulivu mpaka leo. Lakini la tatu, madhara ya kauli ya Askofu Gwajima ni kutaka kuchonganisha ofisi ya rais na vyombo vya dola. Hii ni dalili ya tabia za kiuhaini. Yaani mtu mwenye tabia za kiuhaini huwa anaanza namna hii. Na ni muhimu sana kumangalia na kumchunguza kwa karibu sana Askofu Gwajima, kwa sababu mwenendo ambao ameuonyesha ni tabia za wazi za wahaini. Na madhara ya nne, kauli yake inataka kuvunja umoja, utulivu na amani ya taifa letu la Tanzania. Unapotaka kuonyesha ya kwamba vyombo vya dola haviko sawa sawa na ofisi ya rais, hili jambo sio sawa sawa. Na ni nani amekupa hizo taarifa? Wewe sio mjumbe wa kamati ya ulinzi na usalama ya taifa. Nani amekupa hizo taarifa? Ndugu zangu wa Tanzania, maoni yangu na ushauri wangu kutokana na kauli ya Askofu Gwajima: moja, Watanzania tumpuuze. Hakuna asiyefahamu mienendo na tabia ya Askofu Gwajima. Tumpuuze. Huyu ndio yule wakati yule alimtukana Askofu Pengo, ndio huyu. Tumpuuze. Ni mtu mwenye tabia zisizoaminika. Kwa hiyo kwa watu wenye akili timamu na ambao hawana ugonjwa wa akili, wanapaswa kumpuuza kabisa na kumuona ni mtu ambaye ana frustrations za kimaisha, ana frustrations za malengo makubwa ya kibunuazi aliyokuwa nayo na yumkini ameshindwa kutimia. Lakini la pili, ni muombe Askofu Gwajima ajitokeze hadharani kama alivyoitwa media, amuombe radhi rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na taasisi ya rais. Ikulu ni mahali patakatifu. Ni kutuvunjia heshima wa Tanzania kuihusisha Ikulu na vitendo vya kihuni vinavyofanywa na watu wahuni wachache. Askofu Gwajima amuombe radhi Mheshimiwa Rais
La tatu, na kiomba Chama changu cha Mapinduzi kichukue haraka sana hatua za kinidhamu dhidi ya Askofu Gwajima. Chama cha Mapinduzi kichukue hatua za kinidhamu dhidi ya Askofu Gwajima. Na la nne, hili naomba iwe kama fundisho na ushauri kwa chama changu cha Mapinduzi. Mtu yeyote yule ambaye chama kinakusudia kumpa dhamana ya uongozi ndani ya vyombo vya dola au ndani ya chama, kabla ya kumpa nafasi hiyo, ninapendekeza kitengo cha usalama na maadili cha chama kifanye vetting ya kutosha. Sio mtu tu anatoka from nowhere anakuja mnampa ubunge, anatoka from nowhere anakuja mnampa kwa mjumbe wa NEC. Hii ni hatari sana ndugu zangu wana CCM na viongozi wangu wa Chama cha Mapinduzi. Chama hiki hakina uhaba wa rasilimali watu. Wako vijana wamelelewa, wana nguvu, wana maarifa, wana uwezo na wanakipenda chama na ni wazalendo kwa taifa hili na wamekipigania chama hiki. Inapofika wakati wa uchaguzi, tusiwaache hao tukawapokea watu wengine ambao wametoka kusikojulikana na wengine tunajua tabia zao. Mwaka 2015 Gwajima alikuwa anazunguka na mgombea urais wa Chadema Lowassa. Nani asiyejua? Lakini akaja tukampokea na tukampa hadi kujua mjumbe wa NEC. Haya ndiyo matokeo yake. Niombe ushauri kwa chama changu cha Mapinduzi, tusirudie tena makosa. Wanasema kosa moja si kosa, lakini kurudia kosa ni uzembe. Ushauri mwingine ninaopenda kumpa Askofu Gwajima, yeye bado mpaka sasa hivi ni mbunge wa jimbo la Kawe. Jimboni hatumuoni, ametuachia madiwani peke yetu, tunahangaika na wananchi. Na sasa hivi na changamoto ya mvua hizi, barabara nyingi hazipitiki. Sasa yeye wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu 2020 aliahidi wananchi wa jimbo la Kawe ya kwamba atanunua kwa fedha zake mwenyewe greda, makatapila pamoja na magari kwa ajili ya kuchonga na kukarabati barabara za jimbo la Kawe. Lakini mpaka leo hatujaona hayo magreda, na sisi kama madiwani tunashangaa kwamba hizo greda ziko wapi, makatapila hayo majembe kati yako wapi. Aliahidi kuwapeleka watu Birmingham, Japani, Korea, vijana kwenda kubadilishana uzoefu na ujuzi. Aliahidi, na ahadi hizo zote zilikuwa nje ya ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Ni ahadi zake mwenyewe. Akaahidi kuleta boti za uvuvi kwa vijana wa jimbo la Kawe. Mpaka leo vijana wanauliza hizo boti ziko wapi. Mimi namuomba Askofu Gwajima arudi jimboni, aje tushirikiane kutatua kero za Watanzania, kero za wanakawe. Hatumuoni jimboni, hayupo popote, haonekani popote. Kumbe ndugu yetu amejificha, anatengeneza mambo ya kiuhaini tu ya kuichafua nchi na kuichafua serikali na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu Gwajima, rudi jimboni, njoo tuwatumikie Watanzania, wanakawe ambao uliomba dhamana ya kuwatumikia. Au kuomba dhamana kwa wanakawe ili uende ukamchafue Mheshimiwa Rais na kutoa hotuba ambazo hazina msingi wowote kwa taifa letu la Tanzania. Nawashukuru sana ndugu zangu wa Tanzania. Tuendelee kudumisha umoja wa taifa letu. Tuendelee kumuunga mkono Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa sana kwa taifa letu. Tangu ameingia, umoja wa taifa letu ni mkubwa. Amekamilisha miradi mikubwa ya kimkakati aliyoachiwa ambayo watu wengi tulidhani lisingeweza kukamilika. Bwawa la Mwalimu Nyerere linazalisha umeme sasa hivi. Reli ya kisasa ya SGR Dar es Salaam, Morogoro, Dodoma imekamilika na zingine zinaendelea. Miradi mikubwa ya maji, Same Mwanga huko ameenda kuzindua. Miradi ya elimu, afya, barabara. Amefanya kazi kubwa sana Mheshimiwa Rais. Ukiambiwa uielezee hata wiki moja itoshi kuongea na vyombo vya habari kuelezea mambo makubwa aliyoyafanya Mheshimiwa Rais. Niwaombe wa Tanzania, tuendelee kumwombea Mheshimiwa Rais afya njema, tumuunge mkono na tushikamane kwa pamoja kudumisha umoja na amani ya taifa letu, lakini tuwakemee na tuwafichue wale wote wanaofanya vitendo vya kijinai vyenye lengo la kuchafua amani na umoja wa taifa letu la Tanzania. Asanteni ndugu zangu kwa kunisikiliza, na wasalimu tena kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Asanteni sana.